Karibu sana mtazamaji wa Mlimani TV katika Mlimani leo asubuhi, hii ikiwa ni sehemu ya pili ya kipindi hiki, ikiwa ni Jahara sehemu ya kwanza, ikiwa leo ni Ijumaa ya tarehe 11 kwa mwezi wa 4 kwa mwaka 2025. Tunakutana hapa tena. Jina langu ni Holiness Mbise na leo tutakuwa na mada mezani ambayo inasema athari za mabadiliko ya mfumo na sera katika demokrasia. Athari za mabadiliko ya mifumo na sera katika demokrasia. Nimepata pia bahati kwa siku ya leo ya kuwa na mgeni ambaye yeye ni naibu katibu wa Bavicha katika upande wa bara. Naibu katibu Bavicha upande wa bara ambaye yeye ni Revelyn Mbugi. Revelyn Mbugi, karibu sana. Asante. Habari za asubuhi? Nashukuru Mungu ni nzuri. Yeah. Ikiwa ni katibu wa Bavicha, ni baraza la vijana la Chadema, si ndio? Yes, naibu katibu. Naibu katibu. Yes. Kwa mtazamo wa Chadema ni mifumo gani ambayo tungeanza tu labda hapa kwamba kwa mtazamo wa Chadema ni mifumo gani ambayo haiko sawa, ambayo Chadema imekuwa ikipigia kelele kwa muda mrefu kwamba inahitaji mabadiliko? Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali nzuri. Mimi nadhani nisiende kubagua kitu kimoja. Moja kwa moja sisi Chadema tumekuwa tukipigania sana katiba mpya, jukumu ambao walipewa baraza la vijana. Baraza ambalo uongozi ambao ulopita walipewa jukumu la kupigania katiba mpya. Na Watanzania wote iliwapa fursa ya kujua nini Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinapigania kuhusu katiba mpya. Na kule ndani ya katiba ndiko ambako kuna vitu vingi, uozo mwingi ambao sisi tunaona ni kandamizi kwa Watanzania na kandamizi kwenye demokrasia kwa ujumla. Mfano kwenye katiba kuna vitu kama tume ambayo inapaswa kuwa inawapa haki wa Tanzania. Kwenye katiba mwenyekiti wa tume anachaguliwa na rais. Rais ambaye kwa mfano sasa hivi 2025 mwaka wa uchaguzi rais ni mgombea. Lakini kwenye tume unakuta mwenyekiti wa tume anachaguliwa na rais. So moja kwa moja unakuta kwamba yule mtu atakuwa anaenda kusimamia maslahi ya chama na mtu aliyomchagua na sio maslahi ya Tanzania. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu vichache ambavyo vipo kwenye katiba na sisi tunaona ni vitu ambavyo vya kikandamizi, na sidhani kama kuna mtu ambaye yupo tangu mwaka 1977 anavaa nguo ile ambayo aliwahi kuinunua mwaka 1977, kwa sababu itakuwa haimtoshi. Ndivyo hivyo hata katiba yetu haitoshi. Yaani ina vitu ambavyo imebeba vingi ambavyo ni vimetosha, old fashioned, tuseme old fashioned. Yeah. Kwa hiyo the main point ni katiba. Na katika upande wa katiba mngependekeza nini kifanyike sasa? Sisi tunataka katiba mpya. Ambapo tunataka kwenye nini ambayo itakuwa imebeba tume huru. Lakini pia tukiangalia kwenye ile katiba imempa majukumu makubwa rais, majukumu ya kifalme. Ukiangalia mbele haonekani yameishia wapi, nyuma haonekani yameishia wapi, kulia na kushoto vile vile. Kwa mfano jeshi la polisi, IGP, Inspector General of Police anachaguliwa na rais. Jaji mkuu anachaguliwa na rais. Kwa mwananchi utabuluzwa kwenye uchaguzi na tume, utaenda na polisi watakuintimidate kama walivyofanya juzi wanapomkamata mwenyekiti wetu wa chama. Walimkamata kama mhalifu ambaye anatumia silaha. Nadhani Watanzania wote waliona mabomu yalitumika kumkamata mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani. So jeshi litakuintimidate. Lakini hautaishia hapo, utaenda mahakamani utakutana na jaji aliyechaguliwa na rais. Bado naye atakufanyia vile vile. Kwa hiyo sisi hatuoni umuhimu wa kuendelea kuwa na katiba hiyo ambayo ni kandamizi kwa Watanzania. Na demokrasia, mnasema demokrasia ni kuwa na uwajibikaji kwa wananchi, si ndio? Exactly. Na mifumo ya nchi pengine inaruhusu viongozi wa Tanzania kuwajibika kama vile ambavyo katiba inawataka? Tanzania hakuna uwajibikaji. We call it accountability. Leaders are not accountable. Kwa nini? Kwa mfano, rais kutokana na katiba, rais wa Tanzania ana vyeo vitatu. Ni mkuu wa nchi, ni mwenyekiti, ni kiongozi wa serikali, kiongozi mkuu wa serikali, lakini pia ni amiri jeshi mkuu. Lakini kuna hicho cheo kingine ambacho hakipo kwenye katiba, ni mwenyekiti wa CCM. Na hicho cheo ndo anakitumia vizuri sasa kuhakikisha anafanyia kazi vyeo vingine vyote vitatu. So rais hayuko accountable kwa sababu anahojiwa tu kwenye vyeo vyake viwili, anahojiwa lakini sasa hashtakiwi. Hapo umezungumza sana kwa habari ya rais. Mimi ninachotaka ni kujua kwa viongozi wa Tanzania, aidha wa Chama cha Mapinduzi au hata nyie Chadema, kama mnajua kwamba demokrasia ni kuwajibika kwa wananchi, viongozi wenu vipi wanawajibika?
Sisi kwa upande wetu Chadema tunawajibika kwa sababu hata ukienda kuangalia falsafa yetu inasema people's power. Sisi tunafanya vitu ambavyo wananchi wengi wanataka. Mfano, tuna agenda yetu ya no reforms, no election. Nadhani Watanzania wote wameona mwitikio. Tumeanza kanda ya Nyasa, sasa hivi tulikuwa kanda ya Kusini, tulikuwa Songea. Mwitikio wa wananchi ulikuwa unaonekana na wananchi wanaelewa kile sisi tunasema. Na kile tunachosema kinawagusa moja kwa moja kutokana na vidonda vya chaguzi zilizopita. Huo ndio uwajibikaji. Lakini nikienda kwa upande wa wenzetu, they are not accountable. Tumesikia ripoti ya CAG ikisema mabilioni ya pesa yamepotea. Lakini hatujaona watu wakiwajibishwa. Na hizo ni pesa za wananchi, ni kodi zetu sisi wananchi. So there is no accountability. Rais ashtakiwi kwa mambo yake aliyofanya. That is not accountability. So Tanzania hakuna accountability kabisa. Na umezungumzia hapo kwa habari ya no reform no election, ni vuguvugu ambalo linaendelea, si ndio? Yes. Lakini kuna hichi kikundi ambacho tayari kimeanza kuonesha kama kina msimamo tofauti, ambapo kinajiita G55, ambapo ni viongozi wanaotarajiwa kugombea nafasi za ubunge au nafasi zingine kwa uchaguzi mkuu. Wameanza kidogo kuwa wapo kinyume na no reform no election. Hamuoni kama huo mpasuko unaweza kusababisha msifikie lengo ambalo mnalihitaji? Kwanza mimi niseme chama chetu focus yetu ni no reforms no election. Mwenyekiti alikuwa kanda ya Kusini, katibu alikuwa kanda ya Magharibi, anatoa semina ya ndani kwa viongozi. Makamu mwenyekiti alikuwa kanda ya Kusini, wote walikuwa wanaendelea na no reforms no election. So our focus is no reform no election and not otherwise. Yes. Na sera za serikali ambazo zinasimamia uchaguzi na vyombo vya habari na uhuru wa kusanyika zinaathiri vipi usawa na uwazi katika jamii? Kwa mfano nikizungumzia kwenye vyombo vya habari, Tanzania ni miongoni mwa nchi ambayo vyombo vya habari na wanahabari wenyewe hawako huru kufanya shughuli zao. Kwa sababu ukiangalia hata trend ya magazeti kwa wiki zilizopita, Chadema ikiendelea na hii agenda ya no reforms no election, sikuwa naona wakiandikia vizuri Chadema kwamba kwa sababu tulikuwa tuna watu wengi, tulikuwa tuna wananchi wengi. Sio vyote lakini, sio vyote. Of course, sio vyote lakini hata hao wachache, kwa mfano ni vyombo tu vichache, mfano Jambo TV, ni vyombo tu vichache ambavyo vinaripoti uhalisia wa nini kinaendelea. So siwezi kusema kwamba Tanzania kuna uhuru wa vyombo vya habari. Kwa mfano uchaguzi wa serikali za mitaa, mambo mengi yalitokea. Kula zimeibwa, kula zimeonekana zimefanya hivi, watu wameuawa. Lakini kwa mfano vyama vya upinzani havikupata airtime hiyo. Watu walikuwa wanatumia simu zao. Siku hizi simu tu ndo zinawaokoa watu, wanatuma taarifa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini huwezi kusema vyombo vya habari vinawajibika ipasavyo. Taarifa zinachujwa. Siku hizi hata tukienda kwenye vyombo vya habari inatakiwa uambie jamani, taarifa yangu naomba kama nilivyoisema ndivyo ifike. Kwa sababu ukiacha tu unakuta imeshachujwa, imepunguzwa, vimeondolewa kwa sababu they are worried. Kwa hiyo uhuru upo wakati unazungumza. After kuzungumza haupo uhuru. Hata nyinyi waandishi wa habari unapoposti you are very free, lakini after there unaanza kuwaza nitapigiwa simu kutoka Lumumba au kitu kifani kitatokea. So hakuna uhuru wa vyombo vya habari, kitu ambacho pia sisi tunataka kibadilishwe. That's why tunasema no reforms no election. Kitu kingine ambacho nimekiona katika vuguvugu hili ambalo bado lipo ni kwa habari ya kwamba wananchi hawahusishwi katika kufanya maamuzi ya wakati wa kutunga sera mbalimbali za nchi, si ndio? Yes. Mnapotaka katiba badilisho, mnaamini kwamba mawazo ya wananchi moja kwa moja yakichukuliwa kwenye kutengeneza mifumo na sera mpya ya taifa, pengine lengo litafikiwa au bado patakuwa na mpasuko? Unajua, kuhudumia watu maelfu kwa maelfu, alafu kila mmoja ukamsikiliza, ukaweza kuyaweka yale mawazo sehemu moja, kutoka na sera moja ambayo itawaridhisha watu wote, itakuwa ni changamoto. Mnaona kama mnalo kitu ambacho mnakitaka kwamba wananchi wao wanahusishwa kitafanikiwa na kitazaa matunda kama vile ambavyo tunaamini kwamba amani itaendelea kuwepo? Citizen participation. Sisi Chadema tuna kitu kinaitwa people's power. Wananchi ndo wanaamua nini kifanyike. Kwa sababu wao ndo customers. Wao ndo wateja wetu. Kwa hiyo kwenye serikali yetu kuna ile participation ambayo ni ya nje tu, lakini inside kuna watu wanakuwa wana matokeo yao mfukoni. Kwa mfano, mnaweza mkapewa nafasi ya kutoa maoni yenu, mkatoa maoni yaliyonyooka ambayo yanaweza kusaidia. Mfano, tulikuwa tumependekeza kwenye tume nini kifanyike. Katiba mpya, kuna Jaji Warioba alishawahi kutoa mapendekezo nini kifanyike. But at the end of the day hakuna kitu kilifanyika.
So citizen participation kwenye nchi yetu ya Tanzania haipo. Kwa sababu mtu anaweza akaamka akaamua hapa nitajenga daraja au hapa nitajenga shule bila kujua needs za wale watu wa pale ni nini, kwa sababu wale ndio wanaotumia. So kwenye nchi yetu hakuna citizen participation, lakini sisi Chadema tunaamini kwenye watu. Tumeona vilio vya Watanzania, ndugu zao wamekufa kwenye uchaguzi. Hata CCM wenyewe ndani kwa ndani kuna mtu anakuwa hawataki kabisa yeye mwenyekiti wao wa kijiji, lakini kwa sababu chama kinataka anawekwa, lakini wananchi wa pale wana CCM kabisa hawamtaki, so hawahusishwi. Kwa hiyo hii kitu haiwakuti tu watu wa upinzani, haiwakuti tu nani, inawakuta hata watu CCM wenyewe. So hata wao pia wanataka reforms, kwa sababu hicho kitu kinawakutwa. Wanaletewa mtu anaambia huyu ndo atakuwa makamu wenu wa rais, huyu ndo atakuwa rais wenu. Sio choice yao maybe. So hawezi kwenda kusema that's why no reforms no election ni ya mtu yeyote, kwa sababu haya mambo yanatukuta Watanzania wote, hata watumishi wa umma pia inawakuta, hata wanafunzi wenyewe inawakuta. Kwa mfano wanafunzi, kipindi cha kujiandikisha wanakuwa hapo likizo, kipindi cha uchaguzi wanakuwa hapo shule, kipindi cha uchaguzi wanakuwa hapo shule, kipindi cha kujiandikisha wanakuwa wapo nyumbani. So unakuta hawapati nafasi ya kuchagua viongozi wao sehemu wanapoishi. So hii kitu ya no reforms no election ni ya kila Mtanzania, kwa sababu inampa nafasi ya kuparticipate kwenye maamuzi yanayofanyika eneo lile. So hii kitu sio ya mtu, sio ya Chadema peke yake, sio ya Tundu Lissu kwamba ameamka akasema no reforms no election. Hapana, ni ya kila Mtanzania ambaye anataka mabadiliko ili kula yake iwe na tija, ni kuipa thamani kula. Yes. Nikushukuru sana. Mtazamaji wa Mlimani TV, labda nikukumbushe tu kwamba kipindi hewani ni Mlimani leo asubuhi. Hii ikiwa ni jahara sehemu ya kwanza, na bado mada ni ya moto kabisa. Mada ikiwa ni athari za mabadiliko ya mifumo na sera katika demokrasia. Athari za mabadiliko ya mifumo na sera katika demokrasia. Jina langu ni Holly Simbise, lakini pia nipo na naibu katibu wa Bavicha upande wa bara ambaye ni Revelyn Mbugi. Na nikirudi kwako sasa kwamba Tanzania kuna mfumo wa vyama vingi, si ndio? Yes. Kuna vyama vingi na vyama ambavyo naweza nikasema vipo trending au ambavyo vinaonekana vinashabihiana kwa karibu, ni vyama vichache ambavyo tunavijua. Sasa mfumo wa vyama vingi katika serikali ya Tanzania vipi, umefanikiwa au hakuna haja tu na vyama viwili au kimoja? Nchi nyingi za Afrika zimepokea mfumo wa vyama vingi kuanzia miaka 1990. And kwa Tanzania siwezi kusema tumefanikiwa kwa sababu zifuatazo. Kwanza kabisa 2015 kwa mfano Chadema tulikuwa na wabunge 71. And sasa tuna mbunge mmoja. So yes. So you can see tumeporomoka kwa namna gani. Na sio kwamba hatuchaguliwi. Tunachaguliwa na wananchi. Lakini kwa sababu ya mifumo iliyopo kandamizi, matumizi makubwa ya dola, yanasababisha kutokufanikiwa kwa vyama vingi. Kwa hiyo vyama vingi Tanzania havijafanikiwa, na hii ni kwa sababu ya mfumo kandamizi uliopo. Tuna hiki chama kikongwe CCM. Ni chama ambacho wamekuwa wakijinasibu kwamba tuna mizizi, tumeimarika. Of course ni chama cha muda mrefu tangu tano. Lakini huoni kwamba wana mantiki wakisema wameimarika kama watakuwa wanatumia nguvu kuintimidate vyama vya upinzani. Na nguvu hiyo inayotumika ndio inapelekea kuonekane kwamba vyama vya upinzani au vyama vingi havijafanikiwa. Kukiwa kuna fair ground kama leo tumeka 2015, wabunge wasikatwe, viongozi wa serikali za mitaa wasikatwe. Tulikuwa tuna mitaa mingi sana na vijiji 2015, tulikuwa tuna madiwani wengi, tulikuwa tuna uwakilishi mkubwa sana bungeni. Kwa mfano tulikuwa tuna vyama vya upinzani vilikuwa vina wabunge almost 144 bungeni. So you can see ile fair ground ambayo ilitumika 2015 ingekuwa mpaka sasa tungekuwa tunazungumzia asilimia kubwa mpaka 50% vyama vya upinzani vingekuwa vimeshikilia. Kwa hiyo sioni kama kuna mafanikio ya vyama vingi Tanzania, na hii ni kutokana na mifumo hiyo kandamizi ambayo inafanywa na serikali. Lakini ninachoamini kwamba pengine kutokana yani kuwepo kwa mpishano huo mkubwa kati ya CCM na Chadema, kitu ambacho ninawaza kwamba unajua kuna vijana wengi ambao wapo mtaani au kijijini ambao wanauweza uongozi na pengine wangetamani hata kufika sehemu za mbali ila hawajafanikiwa. Nyinyi kama Chadema mmewekeza vipi
kuwapata vijana au hawa watoto ambao wakikua sawa wale ndio watakuja na nguvu, watakuja na ushawishi. Kumbuka viongozi waliopo, muda unakwenda, miaka inaenda, watasogea, watazeeka, itabidi waachie vijana ambao ndio nyie. Vijana sasa hivi tunaona ni wachache ambao wapo kwenye siasa. Yaani vijana wengi wameamua kuacha siasa kwa sababu gani? Mambo ni mengi ambayo yanatokea katika siasa, si ndio? Mnawekeza vipi kwa vijana walioko sekondari, shule ya msingi, walipo mtaani, ambao mnaona kwamba hao tukiwajenga watakuja kuwa viongozi wetu wakubwa katika siku ya kesho, ambao watatuletea mabadiliko ambayo tunayahitaji? Ndio maana tukaja na no reforms no election, kwamba hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi. Serikali iliyopo imeshindwa kushawishi vijana, that's why turnout ya upigaji kura imepungua. Imeshindwa kuwashawishi vijana katika hali gani? Kwa sababu vijana wengi wamekuwa wanaishi na wasiwasi, wanahisi wakishiriki kwenye siasa watapotea. Mfano tu, juzi baada ya kumaliza uchaguzi, siku kadhaa zimepita, mjumbe wa mkutano mkuu kupitia vijana, Amani Manengero wa Mwanza wa Chadema, alipotea, hajaonekana mpaka leo. Na hayo ni kwa sababu ya hofu na wasiwasi wa CCM. Lakini pia mwaka jana mwezi wa 8 tumempoteza mwenyekiti wa jimbo la Temeke wa vijana, Deusdedith Soka na wenzake watatu. So you can see hiyo vitu vinapelekea vijana wengi kuwa na wasiwasi, kuwa na mashaka. Na hii ni kwa sababu serikali iliyopo madarakani imeshindwa kulinda vijana, lakini pia ina wasiwasi na vijana, kwa sababu nchi nyingi tunaona vijana ndio watu ambao wamesababisha mabadiliko makubwa kutokea. So serikali ina hofu na vijana hao, inashindwa kuwatengenezea mazingira mazuri ya kuaminisha vijana kwamba kushiriki siasa sio uasi. Kushiriki siasa ni haki ya kila kijana, ni haki ya kila mtu kutoa maoni yake, kila anachokiamini. Kwa sisi Chadema tukaja na no reforms no election, kuhakikisha kwamba tunapata viongozi ambao watawakuza vijana kwenye njia ambazo zitaaminisha kwamba vijana, yes, mimi kama kijana wa Kitanzania ni haki yangu kushiriki siasa. Na kwa mtazamo wako sasa, tayari kiongozi mwenyekiti wa chama ameshikiliwa akiwa anatoka kwenye mkutano, na bado mnaendelea na no reform no election, lakini pia kuna mpasuko ndani ya chama chenu. Unaona kwamba ili suala la no reform no election litafanikiwa? Of course, kwa sababu ni sauti ya umma na sio sauti ya Tundu Lissu. Yes, ni sauti ya umma na sio, no reforms no election ni sauti ya Watanzania na sio ya mwenyekiti peke yake, kwa sababu ilipitishwa na mkutano mkuu, ilipitishwa na kamati kuu, ilipitishwa na baraza kuu, vikao vya juu vya chama vilipitisha. Kwa hiyo ni sauti ya umma. Sauti ya umma siku zote huwa inashinda. That we call people's power. Kwa hiyo tunaamini no reforms no election kwa sababu ni mali ya Watanzania, na Watanzania ndio wenye maamuzi, na Watanzania ndio wapiga kula, wao ndio wataamua, na no reform no election itashinda. Sasa, na mmejipangaje katika uchaguzi wa mwaka 2025? Sisi tumejipanga kwamba no reforms no election. Kutakapokuwa na mabadiliko ndipo tutakapokuwa na uchaguzi. Kama hakuna mabadiliko basi hakuna uchaguzi. Na msiposhiriki kwenye uchaguzi lakini wengine watashiriki, kumbuka, vyama vingine. No reforms no election ni ya Watanzania. Na Watanzania ndio wapiga kula na ndio wenye maamuzi. Kwa hiyo kama Watanzania watakubali kuingia kwenye uchaguzi bila mabadiliko, labda kama wamesahau Watanzania waliwapoteza kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Tulipoteza watu wengi kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Kama damu zile zitakuwa zimeacha kuwalilia Watanzania, basi wataingia kwenye uchaguzi. Lakini sisi Chadema hatutaki kuona Watanzania wengine wakipotea kwenye uchaguzi. Mfano, ndugu yetu wa Singida aliuawa kwa risasi 4 nyumbani kwake kwa sababu hawataki awe mwenyekiti wa kitongoji. Je, mbunge? Je, diwani? Nafasi ya kitongoji mtu anauawa kwa risasi 4. Na hawa polisi ambao wanalipwa kwa kodi za Watanzania. So, kama Watanzania watakuwa wamesahau hayo, basi tutaona 2000 Oktoba kwenye uchaguzi. Sasa, neno la kuhitimisha la kuambia Watanzania kabla ya kuondoka malio? Mimi nataka niwaambie vijana na Watanzania kwa ujumla. No reforms no election ni ya Watanzania na sisi ndio wenye maamuzi. Kwa hiyo sisi ndio wenye kufanikisha no reforms no election, kwa sababu sisi ndio tuna uchungu wa Watanzania wenzetu waliopotea. Sisi ndio tunashika kichinjio na sisi ndio tunataka kuwakilisha. So people's power, nguvu ya umma, ndio itakayoamua kwamba no reforms no election inaenda kufanikiwa au la. Na niwakumbushe tu vijana,
tunaambiwa sisi vijana twende VETA. Kijana mwenye degree aende VETA. Tunaona viongozi wanakimbia jukumu lao la kusaidia kupata ajira. Kwa hiyo niwaambie tu vijana na twende tukaseme no reforms no election. Nikushukuru sana. Asante. Nikushukuru sana. Asante. Mtazamaji wa Mlimani TV, huyo alikuwa ni Revelyn Mbugi, naibu katibu wa Bavicha Bara, na mada mezani ilikuwa ni athari za mabadiliko ya mifumo na sera katika demokrasia. Bila shaka umejifunza mengi na yapo mengi ambayo umeyasikia. Basi kufikia hapo hatuna la ziada. Nikushukuru wewe ambao umesalia nasi. Jina langu ni Holiness Mbisi. Asante na uwe na wakati mwema kutazama vipindi maridhawa kutoka Mlimani TV.